Karibu baba, na Mungu akubariki sana. Piga makofi mazuri kwa mwinjilisti mwingine wetu na watumishi wengi wanafanya kazi ya Mungu vizuri. Karibu baba, na Mungu akubariki sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Yesu wa mbinguni asifiwe. Ninakusalimia kwa jina zuri la Bwana Yesu. Amen. Majina yangu naitwa mchungaji na mwalimu Matthew Dominic Mtasha, natokea Lemba, ni mwenyekiti wa CPCT katika zoni yetu ya Lemba. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni leo nimepata neema kwa Bwana kuwepo mahali hapa, na mimi ninayo furaha kukuona mtu wa Mungu wa Biharamulo. Ninayo furaha kuona watumishi wa Mungu wazuri ambao Bwana amewapaka mafuta kwa ajili ya kazi yake. Na mimi nikualike kwa ajili ya neno la Mungu katika jioni leo ambalo linapatikana kutoka kitabu kile cha Isaya sura ile ya 24 kuanzia mstari ule wa 19. Hapo ndipo yalipo maneno ya Mungu ambayo nataka kuyasema jioni ya leo. Kitabu cha Isaya sura ile ya 24 mstari ule wa 19, Biblia inasema hivi: dunia kuvunjika inavunjika sana, dunia kupasuka imepasuka sana, dunia kutikisika imetikisika sana, dunia inalowea kama mlevi, nawe inalowea kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nawe itaanguka wala haitainuka tena. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakushukuru Bwana kwa ajili ya jioni leo. Asante kwa ajili ya mkutano uliokusanyika jioni leo. Asante kwa ajili ya wanawake na wanaume. Asante kwa ajili ya vijana wa kike na wa kiume. Asante kwa ajili ya kila mwenye mwili ambaye Bwana umempa neema tena jioni leo kuwepo kwenye viwanja hivi. Mungu wetu, mwana na baba yetu, karibu tuhudumie. Moyo wetu una haja na wewe tena, ukaachilie nguvu na uwezo wako kutoka juu mbinguni. Asante Bwana Yesu kwa sababu uko hapa. Ninakuamini wewe na nguvu zako na uwezo wako upo kutembea kwenye mkutano upate kuhudumia watu wako katika jina la Yesu Kristo. Mungu na baba yetu, naomba na kushukuru. Amen. Unaweza kuongeza makofi mengine mazuri kwa Bwana. Kama unayo amani, unaweza kumshangilia Mungu tena. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuletea injili ya Yesu jioni ya leo kwa maandiko haya ambayo tumeyasoma. Biblia inasema kwa kinywa cha nabii Isaya, alipotazama dunia akaona namna dunia imeharibika, akaona namna dunia imetendeka. Mungu akamsemesha, akaona namna dunia itakavyopenda kuharibika. Na mimi nataka nikwambie kwa Bwana maneno haya jioni ya leo kwamba dunia tunayoikaa leo, dunia ambayo tunakimbizana kwenye shughuli zetu, dunia ambazo tunafanya shughuli zetu, dunia ambazo tunaishi leo, dunia ambayo tunatembea leo, tunakimbia kule na kule. Nao ujumbe kwako jioni ya leo kwamba hii dunia unaiona siku moja itaharibiwa. Kwa nini itaharibiwa? Ni kwa sababu hii moja kubwa, kwamba wanadamu ambao Mungu aliwaumba, wanadamu ambao Mungu aliwatengeneza kwa ajili ya kusudi la kwake, kwa ajili ya kuishi maisha mema, kwa ajili ya kusudi la kumtumikia Mungu aliye hai, kwa ajili ya kusudi la kutenda mapenzi ya Mungu aliye hai. Hawa wanadamu wamebadilika, hawa wanadamu wamekengeuka, hawa wanadamu wameacha njia ya Mungu aliye hai. Na mimi nataka nikuambie jioni leo, haya unayoona yote yanayotokea duniani, iko siku utafika mwisho wake, iko siku dunia itaharibiwa. Nabii Isaya anasema ya kwamba
mtu wa Mungu unayemsikia jioni leo, msije wadhani wanaangalia tunapozungumza dunia sio hao wanaoona, tunapozungumza dunia wanaokaa ndani ya dunia ni wao na mimi, wanaoishi ndani ya dunia ni wao na mimi. Hii hali inayotokea duniani inapanda mbele za Mungu aliye hai. Mungu anayejua maisha yako, Mungu anajua maisha ya kwangu, Mungu anajua vile unatoka na kuingia, Mungu anajua vile unaishi leo, Mungu anajua matendo yako unayotenda. Ndio maana Mungu anapoangalia dunia, mwanadamu aliyemtengeneza kwa sura yake, mwanadamu aliyemtengeneza kwa namna ya kwake, aliyempa neema ya kuishi duniani, aliyempa neema Elijah mtumikie, aliyempa neema Elijah mwabudu, amekengeuka usoni pa Bwana. Mungu anasema kwa kinywa cha nabii Isaya kwamba dunia itaanguka. Nina ujumbe kwa ajili yako jioni leo. Mungu anakutafuta mtu wa Mungu unayemsikia. Mungu anakutafuta mama unayemsikia. Mungu anakutafuta baba unayemsikia. Mungu anakutafuta kijana unayemsikia. Kwa kuwa Bwana yuna huruma kwa ajili yako. Hii dunia unayoiona itaanguka. Hii dunia unayoiona itaharibika. Lakini heri watu ambao watakimbia kwa Yesu ili wapate neema ya wokovu. Heri watu watakaokimbia kwa Yesu wapate msamaha wa dhambi. Heri watakaokimbia kwa Yesu wapate kuokolewa na uovu wao. Watu wa Mungu, Yesu asifiwe. Haleluya! Watu wa Mungu, haleluya! Kama nisikilize jioni leo, Mungu anakupenda mtu unayemsikia. Mungu anakupenda baba unayemsikia. Mungu anakupenda mama unayemsikia. Mungu ana haja na maisha yako mpendwa. Mungu ana haja na wewe. Kwa maana akamtuma Yesu Kristo akatoka mbinguni kwa pendo kuu akaja duniani ili awe sababu ya wokovu, ili awe sababu ya msamaha wa dhambi, ili awe sababu ya upatanishi kati ya mwanadamu na Mungu aliye hai. Kwa maana jioni leo ninakutangazia, wakati dunia inaanguka, wewe usianguke pamoja na hiyo dunia. Wakati dunia inaporomoka, wewe usiporomoke na hiyo dunia, kwa kuwa Bwana yuna haja na wewe. Jamani, Yesu asifiwe sana. Wapenda, haleluya! Wapenda, haleluya! Wapenda, haleluya! Wapenda, haleluya! Siku moja nikiwa nahubiri injili ya Yesu mahali fulani, ninakutana na mtu mmoja wa ajabu sana. Wakati namwambia habari za Yesu, nimemaliza kuhubiri tayari, tunatoka mkutanoni tunaelekea mahali ambapo tunakwenda kupumzika. Nikakutana naye nikamwambia, mpendwa, vipi kwa habari ya Yesu? Akaniambia, sikia kaka, habari za Yesu sio wakati huu ambao bado mimi ni kijana, maana bado natamani kuoa ujana kidogo, bado natamani kutesa kidogo, bado natamani kuyaishi maisha haya. Nikiokoka nitapita na mambo mengi. Nikamwambia, sikia, hautapita na mambo mengi. Naomba nikutangazie jioni ya leo, wajanja wengi wanakimbilia kwa Yesu aliye hai. Wajanja wengi wanamtafuta Bwana. Wajanja wengi wanaokolewa kwa damu ya Yesu aliye hai. Akaniambia, siwezi kuokoka muda huu, kwa kuwa bado ndio muda wa kula ujana wangu. Nikamwambia, hauwezi kula ujana kama hauna Yesu, kwa sababu unapokula ujana hauna Yesu, jiandaye mapepo yatakuwa juu yako. Hauwezi kula ujana bila Yesu, jiandaye wachawi watashughulika na wewe. Hauwezi kula ujana wako bila Yesu, jiandaye ukimwi utakupeleka. Hauwezi kula ujana wako bila Yesu, jiandaye ulimwengu wa giza utaweka makao nyumbani mwako. Lakini walio ndani ya Yesu Kristo hawa wanafunikwa kwa damu ya Bwana pekee. Damu ya Yesu Kristo aliye hai inawafunika watu wanaomcha Bwana, wanaoamua kutembea na Mungu wao. Wapendwa, haleluya! Wapendwa, haleluya! Nikamwambia, mwamini ndugu Yesu, mpe Yesu maisha yako. Akaniambia, mimi siwezi kuokoka
siwezi hata siku moja kuokota. Nikamwambia basi acha, lakini kazi yangu nimemaliza, nimekuambia habari za Yesu. Tukaachana siku ya kwanza. Siku ya pili, wakati naelekea mahali pa mkutano, nikakutana na watu wanakimbia, wako wengi sana kutoka huko, wanafukuzana, wanatoka maeneo ambayo sisi tunakaa kwenda. Wakati tunaondoka tuko watumishi wa Mungu, tunatembea kwa mguu, tunaelekea ile eneo ambayo tunapenda kwa mkutano. Kumbe njia panda ile njia tunayoelekea, yule kijana ambaye nilikuwa namshuhudia kama siku 3 zimepita, ninamwambia habari za Yesu, kilichotokea ni nini. Kumbe siku hiyo alitoka akaenda nyumbani kwa bwana mmoja ambaye alikuwa ametoka kwa shughuli zake, akaenda, alikuwa anafanya uzinzi na mke wake. Yule kijana akawa anaingia nyumbani kwa yule baba kama vile alivyozoea tangu zamani. Akaingia nyumbani kwa yule baba, akaanza uzinzi na yule mke wa yule baba. Kumbe asijue siku ile yule baba ilikuwa ni siku yake ya kurudi nyumbani. Yule baba wakati anarudi nyumbani kwake, akakuta mlango umefungwa. Alipogonga namna hii, mwanamke akamwambia yule baba, kijana anamwambia, mwenye nyumba amefika, ingia kwenye vungu utulie kidogo, hapo vunguni utulie. Yule baba akaingia nyumbani kwake. Alipoingia nyumbani kwake akiwa amekaa namna hiyo, kwa bahati mbaya yule baba akadondosha simu akiwa chumbani kwake. Simu imedondoka kwenye sakafu. Ilipodondoka akanyama ile yokote. Wakati ameinama ile yokote simu yake, kuna yule kijana amedunga chini ya nyumba. Aliponyama yule baba anakutana na simu ya yule kijana, amekaa kule vingine amejifisha. Baba akamuuliza, wewe ni nani umeingia chumbani kwangu sahihi? Wewe ni nani umekuja na umekujaje katika nyumba yangu? Yule kijana akaanza kutoa macho. Unajua ngoja nikwambie kinachotokea. Dhambi wakati mwingine huwa inawafananisha watu. Dhambi huwa inawanegesha watu. Wakati mtu anafanya dhambi ni kama hajui kesho yake itakuwa mbaya, hajui kama kesho yake haitakuwa salama. Wakati anafanya dhambi ni kama anaona kawaida, lakini saa dhambi inamuingiza kwenye 18, macho yanamtoka kama ngumu namna hii. Unajua kwa nini? Tayari ameingia kwenye mtego. Yule baba akamwambia, unafanya nini kijana kwa nyumba yangu? Ghafla yule kijana akajaribu kutoka mle ndani. Alipojaribu kutoka mle ndani, kuna yule baba pembeni ya kitanda chake alikuwa na fimbo ambayo huwa anaitunza. Akakamata ile fimbo akampiga, akaamuka. Alafu akapiga mwana, watu wakaza wakamkamata yule kijana, wakamtoa nje, wakaanza kumpiga. Walimpiga sana yule kijana, wakamwacha amelala barabarani wakidhani kwamba amekufa. Halafu wote wakatimua nia. Kumbe saa tunakutana nao walikuwa wanakimbia ile tukio wakidhani yule kijana amefariki. Saa hiyo tunafika ile eneo, tunamkuta kijana amenyosha miguu. Naomba nikwambie, Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Warumi, mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo aliye hai. Katika Yesu Kristo aliye hai. Yule kijana aliingia kwenye mateso na mapigo kwa sababu alimkosa Yesu aliye hai. Na mimi sema leo ninakutangazia, dunia karibu inaondoka, karibu dunia itaondoka, maana dunia inawayawaya kama mashera. Hebu tukimbilia kwa Yesu bado mapema, hebu tukimbilia kwa Yesu bado mapema. Unayo nafasi ya kumwamini Bwana Yesu, unayo nafasi ya kuacha dhambi, unayo nafasi ya kuacha uovu wako, unayo nafasi ya kukimbia. Hebu kuingia kwa Yesu, hebu tukimbilia kwa Yesu. Wakati Bwana ametupa neema ya uzima, wakati Bwana ametupa neema ya uponyaji, kimbia kwa Yesu bado mapema. Mungu, haleluya. Unaweza kuongeza makofi mengi kwa Bwana. Yes, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Naomba nikwambie mtu unayemsikia, wakati bado unapumua ni kama vile unaona maisha yako sawasawa. Wakati bado unapumua vizuri ni kama vile unaona maisha yataendelea hivyo hata kesho. Wakati bado Mungu amekupa neema, unavaa unaonekana vizuri, ni kama vile unaona hakuna kitu kinachotokea. Lakini naomba unisikilize mtu unayemsikia sahihi. Haya nayokwambia yawezekana Mungu amekupa neema upate kuyasikia ili uepuke jehanamu ya moto. Yawezekana Mungu amenipa ujumbe huu kwa ajili yako. Yawezekana ni njia yako ya mwisho unasikia. Hebu niambie jambo hili, dunia hii itakuwa kama karatasi. Hii dunia
Ukame una mwisho wake, uchawi una mwisho wake, kila roho duniani una mwisho wake. Yuko Yesu asiye na mwisho, yuko Yesu asiye na mwisho. Yule ambaye tunakimbia kwake, yule ambaye tunakwenda kwake, tunautafuta usalama wa maisha yetu. Wapendwa, amina. Wapendwa, amina. Siku moja kwenye kona ya Injili, sema tena kwenye kona moja ya Injili, unaenda kuhubiri Injili ya Yesu Kristo. Unampana na mdada mmoja. Yule mdada alikuwa amevalia, amependeza sawasawa, amependeza vizuri. Weko na watumishi wa Mungu, rafiki zangu, tunashuhudia Injili ya Yesu mtaa kwa mtaa. Tumevamia mitaa, tunawashuhudia watu habari za Yesu. Tunawaambia Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anainua. Tukakutana na mdada mmoja amejiendua, akaenuka sawasawa, akikuangalia na mahali anageuza macho. Tunataka kukwambia jambo moja, watu hawajui walimpata Yesu, macho yao yameokoka sawasawa, macho yao yamepewa Mungu wa Yesu Kristo. Hayaenuki kwa jina la Yesu Kristo. Jamani, haleluya. Tukakutana dada, tukamwambia dada, tumekuletea habari za Yesu. Mwalimu Yesu. Dada akaanza kutuuliza, ile Yesu wenu anakaa wapi? Tukamfundisha habari za Yesu, tukamwambia namna Yesu anaokoa na kuponya. Akatuambia jambo moja la ajabu sana ambalo nilishangaa kwenye kinywa cha yule dada. Akasema, hebu niangalie. Alikuwa na kasketi kake kamoja hivi ambapo akizunguka namna hii anapepea kama tiara namna hiyo. Akaanza kujizungusha. Akasema, hebu niangalie hivi vizuri. Yesu wenu anaweza kukaa wapi? Kwenye huu mwili wangu anakaa wapi huyu Yesu? Nikamwangalia. Nikasema, huyu ajili. Huyu mwili una mwisho wake. Huyu mwili ni mapambo. Nisikiliza na unanisikia. Huyu mwili unao ni mapambo. Hata kama umevika nguo za gharama, hata kama umepaka mshaini, hata kama umevika unavyoweza, lakini mwisho wake ni nyama ya udongo. Nyama ya udongo siku moja watazika. Heri walio na Yesu Kristo aliye hai, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Yesu asiyepita na wakati, uingia wa kutumainia kwenye maisha yako. Jamani, haleluya. Na akasema, Yesu wako anaweza kukaa wapi kwenye mwili huu? Akajigeuza namna hiyo. Alikuwa anajua kakiingereza kidogo, kakunywa maji. Akaniambia, brother, look at me, up, down. Niangalia chini. Ninamwangalia, naona kama ni maiti mmoja atakayekufa siku moja. Yeye anadhani ndio amefika mwisho wake. Hajui kama kesho yake itakuwaje kwenye maisha yake. Hajui maisha yake yamepimwa na Mungu. Ninadhani kwambia mtu unanisikia, maisha yako yamepimwa na Mungu aliye hai. Maisha yako yanahesabiwa mbele za Mungu aliye hai. Ndio maana Daudi siku moja anamwambia Bwana, tufundishe kuzihesabu siku zetu, kwa kuwa maisha yetu ya duniani yana mwisho wake. Lakini washukuru wa Yesu aliye hai, waliomwamini Bwana kuwa Mwokozi wa maisha yao. Hata baada ya maisha haya watamwona Baba mbinguni, watamwona Yesu wao mbinguni, watapumzika pamoja na watakatifu. Jamani, haleluya. Niangalia vizuri. Akaniambia, pandisha macho yako na ushushe. Nikamwangalia wadada, nilipomtazama nikaangalia hapa hamna mtu yeyote. Nikaachana naye, nikaendelea na Injili. Tukapita mtaa mwingine tukamaliza. Baada ya muda kadhaa umepita, kama mwaka mmoja hivi na miezi kadhaa, siku moja nilikuwa na rafiki zangu, tunakwenda hospitali kuona wagonjwa. Tulienda kuombea wagonjwa hospitali. Tukaingia hospitali kuombea wagonjwa. Wakati tunaingia kuombea wagonjwa hospitali, unajua ghafla kilichoshangaza nini? Tumepita awamu ya kwanza tukaombea wagonjwa tukaondoka. Tukapita awamu ya pili tukaondoka. Tulipoingia awamu ya tatu tukamaliza kuombea wagonjwa, tukaona hakuna mtu mwingine. Kumbe kwa kitanda kimojawapo cha ile awamu kuna yule dada naye alikuwa yuko hapo, hatujui. Ameshakondeana, ameisha vile hipsi alizokuwa anajidaia
akaanza kumwambia Yesu, nitie hao wachungaji, Yesu nitie hao wachungaji. Yesu akakimbia mara moja akasema, wachungaji mnahitajika hicho chumba mlichotoka, kuna mtu anahitaji. Tukamwambia watu walio kwenye hicho chumba tumeshaonana nao wote, hakuna ambaye hatujamwona. Akasema hapana, kuna mtu bado hamjamwona, mwenye anawahitaji. Tuliporudi nikamkuta yule dada akajifunua shuka yake aliyokuwa anajifunika. Nilipomwangalia machoni nikamkumbuka yule mrembo aliyesema yuko atimilivu, yule mrembo aliyesema Yesu hana pa kukaa kwenye mwili wake. Nikamkuta amelala kitandani. Unajua nini kinachotokea? Nini kinachotokea mtu usipomwamini Yesu, usipokubali kumwamini Yesu aliye hai? Unajua mlango wa mapepo unafunguliwa kwa ajili yako, mlango wa magonjwa unafunguliwa kwa ajili yako, mlango wa mateso unafunguliwa kwa ajili yako, wachawi unafunguliwa kwa ajili yako. Lakini naomba nikwambie jioni leo, kimbia kwa Yesu bado mapema. Unayo nafasi kumwamini Yesu, unayo nafasi kukimbia jehanamu na jehanamu ya moto inayokuuma, maana Yesu anakutafuta jioni leo. Wapendwa, amina. Haleluya. Mrembo amenyooka vizuri kitandani. Niliposogea karibu nikamwambia, nimesikia umepita. Akasema ndio mchungaji, naomba unisaidie kuomba. Nilipoangalia nikaweka hasira kale mrembo amesema Yesu hana mahali pa kukaa. Nikamwangalia vizuri nikasema, dada, kama nakukumbuka vile nakukumbuka vile dada, tumewahi kukutana mahali. Akasema ndio, tumewahi kukutana. Sauti yenyewe ilishaisha, ile sauti ya kuembua haipo. Naomba nikwambie sasa, shetani amekupandika. Hata wale macho aliyokuwa unayazungusha huwezi kuyazungusha. Ule mguu uliokuwa unautembeza hautautembeza vile vile. Utatembea kama mtu anahitaji msaada wa kusaidiwa. Nisikilize mtu wa Mungu, hili unayoona utaondoka. Heri aliona Yesu Kristo. Kubali kumwamini Yesu jioni leo. Bwana akasema, namhitaji Yesu, niombee mtumishi wa Mungu. Nikamwangalia namba, niangalie vizuri, na mimi nikamwambia yule dada, niangalie vizuri. Unafikiri Yesu anaweza kukaa kwenye ile mifupa? Ile mifupa Yesu anaweza akakaa? Yesu anakaa kwa watu wenye nyama kama mimi. Yesu akae kwenye watu wenye mifupa na moyo. Nikamwambia, nisikilize, unajua kuna watu fulani kuokoka wanatoka kama tunapoteza muda. Nisikilize nikwambie, wanajua kukomboa muda ni watu walio na Yesu aliye hai, watu waliopokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ndio wanaojua kukomboa muda. Tamani muda, watu walio na Yesu ndio wanaojua kukomboa wakati. Nikamwambia dada, nisikilize, Yesu wangu hana mahali pa kukaa kwa namna hiyo. Samuel nilikuwa nimevaa kasura kanjini sawasawa, sio? Na wewe unajua wainjilisti tunakasirika kwenye dhambi, na ukileta mchezo kwenye dhambi bakora inakuishi. Tamani ya Mungu. Nikamwambia dada, Yesu hana pa kukaa. Nikamjesha mimi nikaondoka. Nikaanza kutoka chumba chake. Wakati nakata kona ghafla, Roho Mtakatifu akaniambia, mwanangu, hasira ya mwanadamu haitendi haki yangu, haitendi mapenzi yangu. Rudi ukamsaidia. Nikarudi chumbani, nikamkuta yule dada pale analia machozi, ametoa machozi. Nikamuuliza, dada, unamtaka Yesu? Akasema ndio. Nikamwambia, fuata maneno haya. Nikamwambia, Bwana Yesu, Yesu, hata sauti yenyewe haitoki, hana hata sauti ya kuzungumza. Naja kwako sauti, mashavu yalishaisha, hana kingine anachojidaiya. Nisikilize nikwambie, wewe na Yesu, usibanduke kwa Yesu aliye hai. Ng'ang'ana na Yesu Kristo, ng'ang'ana na Yesu Kristo. Kuna faida kubwa ya kukaa na Yesu Kristo aliye hai. Yule dada baadaye akamaliza kuongea sana toba, tukaomba naye. Tulipoanza kuomba naye, kubandika mkono kwenye kichwa chake, pepo zikalipuka. Tukakemea pepo zikamtoka.
wanafanya vituko vya ajabu sana duniani. Watu wanafanya vitu ambavyo wanadhani Mungu wa mbinguni hawaoni, na watu wamejisahau, wamemsahau hata Mungu kwenye maisha yao. Unaweza kuona mtu anafanya vitu ambavyo kwenye maisha yake hata familia yake akimtenga viwezi kutendeka. Leo duniani watu wamejisahau, wanatembea wale wanapita kwenye mitandao, utaona watu wanaposti picha zao wakiwa uchi, wamejisahau, wanafanya vituko kwenye mitandao. Kwa nini wanafanya? Ni kwa sababu dunia iko ukingoni. Ninazungumza na mtu jioni ya leo, ninakueleza kwa habari ya dunia ambayo imefika mwishoni. Unaweza ukaona hata watoto wetu wameharibika leo. Kuna watoto wameingia wamejiingiza kwenye ushoga. Hata serikali inapambana na watoto wa kiume kwa ajili ya ushoga unaoendelea. Watoto wa kike wameingia kwenye ufanyaji. Hii ni kwa sababu dunia imefika mwishoni. Duniani msikilize na kuambia maneno haya. Unayo nafasi ya kutafakari jioni ya leo. Kimbia kwa Yesu kabla dunia haijaharibika. Kimbia kwa Yesu kabla dunia haijaanguka. Kimbia kwa Yesu kabla dunia haijaondoka. Mama Yesu anakutafuta. Unatafuta mwanamke, unatafuta mwanaume, amua kukimbia kwa Yesu bado mapema. Wapendwa amina. Wapendwa amina. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Dunia imefika pabaya sana. Unaweza kumwona baba mtu mzima miaka 70 anafunga ndoa na katoto ka miaka 18. Huyu ni baba mwenye akili timamu. Huyu ni baba ambaye ana watoto na wajukuu kama yule ambaye anamoa kuwa mke wake leo. Unaweza kushangaa dunia mahali imefika. Nataka kusema nini kwa ajili yako unayesikia? Wakati dunia inakwenda kuanguka, tamani uanguke pamoja na Yesu aliye hai. Tamani utembee pamoja na Yesu aliye hai. Wakati watu wanaanguka kwenye maanguko ya uharibifu, wewe tamani kuwa na Yesu kwenye maisha yako. Hii ndio hali ya moyo wangu jioni ya leo. Ninatamani wamama walio tayari kukimbia kwa Yesu. Ninatamani kuwaona wababa walio tayari kukimbia kwa Yesu. Ninatamani kuona vijana wa kike na wa kiume ambao watakuwa tayari kukimbia kwa Yesu Kristo aliye hai. Wataziacha dhambi zao, wataacha uovu wao, wakimbilia kwa Yesu kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Siku moja nilikuwa naongea na watu mahali fulani kwenye msiba, nikawa nafundisha habari za Mungu. Wao kuna watu wako makanisani lakini bado ni watenda dhambi. Wako makanisani lakini bado ni wachawi wa kawaida. Wako kanisani lakini bado ni wazinzi wa kawaida. Wako kanisani lakini bado ni makahaba wanajiuza. Usikize nikwambie, siongei kwa habari ya dini yako, ninaongea habari ya Yesu Kristo kwenye maisha yako. Huyo ndiye anayeweza kuwa msaada wako. Naomba unisikilize mtu wa Mungu, amua kuokoka sawasawa. Wewe ambaye umepata neema ya kumwamini Yesu, amua sawasawa, amua kuokoka sawasawa. Usilete utani kwenye wokovu, usilete utani kwenye kumcha Bwana. Amua kukaa na Yesu wako vizuri. Tamani Yesu asifiwe sana. Maana kuna watu wengine anajisajili kwenye dini ili apate wa kumzika vizuri. Naomba niambie kitu hiki, kitatusaidia sana. Hata kanisa lako lingefanya ibada kubwa, hata kanisa lako lingekuombea vizuri sana. Kama ni jehanamu, lazima uende jehanamu. Hakuna maombi yanaweza kukutoa jehanamu kukupeleka mbinguni. Sayemo Bwana, ile saa Mungu anakuja kwenye maisha yako. Biblia katika kitabu kile cha Ibrania inasema hivi. Biblia katika kitabu cha Ibrania sura ya 9 mstari wa 27. Biblia inasema na kama vile watu waliowekewa kufa mara moja, baada ya kufa ni hukumu. Maana yake nini? Baada ya mtu kumaliza safari yake ya duniani, lazima ujue ukishamaliza safari yako ya duniani, hata ndio mwisho wako umefika. Hata watu wengeomba maombi yoyote hawatakusaidia kukutoa kwenye maangamivu. Usikilize nikwambie, mtu wa Mungu unayemsikia, saa ya kutoka kwenye maangamivu ni saa unayosikia neno la Mungu aliye hai. Ni saa unayosikia injili ya Yesu Kristo. Ni saa unamkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hata ndipo unapata neema ya kuingia mbinguni. Na ndio maana jioni ya leo ninatamani kuona watu ambao watamwacha shetani peke yake, watakimbia kwa Yesu, watamua kumpa Yesu maisha yao awe Bwana na Mwokozi wao. Katika jina la Yesu Kristo ninakushauri na nisikie
yako awe Bwana na Mwokozi, naye atakusaidia. Wapendwa, amina. Wapendwa, amina. Ukitia moyo mtu anajisikia tena dunia karibu inaanguka, anasa karibia zitaisha, wale wanaoona hautawaona tena, kila unachokiona kinatamanisha macho hautakiona tena. Unayo nafasi ya kukimbilia kwa Bwana, unayo nafasi ya kumpa Yesu maisha yako, unayo nafasi ya kukimbilia kwa Bwana. Ninakushauri mtu wa Mungu unayenisikia, ninakushauri baba unayenisikia, ninakushauri mama unayenisikia, haya maisha ya duniani yana mwisho. Ulimwengu wako una mwisho mpendwa, hizo nafsi zako zina mwisho, kila jambo lina mwisho wake, lakini yuko Yesu Mungu. Biblia inasema wafanyao mapenzi ya Bwana hao watadumu milele na milele, wanaotembea na Mungu kwa maisha yao hao watadumu milele na milele. Kwa maneno mengine, wanaotenda dhambi hawana chochote, wataingia upatufuni. Wapendwa, Yesu asifiwe. Wapendwa, Yesu asifiwe. Baada ya maneno haya, nataka kusema maneno haya na wewe. Naomba usimame juu kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako. Nataka kusema maneno machache na wewe, halafu niende nikamalize.
sitazungumza chochote na wewe. Fika tumacho yako nafueka mkono wako juu. Amini Bwana tukwamba Mungu anaweza kwa maisha yako. Yuko Mungu akisaidia, yuko Mungu anayetuhurumia, yuko Mungu asiyenyamaza kwa maisha yetu. Amini najua shuhuda leo. Kuna mtu Mungu anamwafia Mungu mema katika shuhuda leo. Unajua yuko mama Mungu anatamani akusaidie. Unajua yuko baba Mungu anatamani akusaidie. Fika tumacho yako na nikwambie. Biblia tulionayo siku moja itaanguka. Biblia tulionayo haitabaki salama, lakini watu watakaobaki salama ni watu walio na Yesu Kristo aliye hai. Ukimefunika macho yako, ninakuomba leo kutafakari. Tafakari maisha yako na Bwana, tafakari maisha yako na Mungu aliye hai. Mungu anakujua kuliko mchungaji wako anavyokujua. Mungu anakujua kuliko walimu wako anavyokujua. Mungu anajua maisha yako. Mungu anajua mahali unapita. Mungu anajua kila hatua ya kwako. Sema leo, Mungu anaweza kufanya tena. Mungu anaweza kutenda jambo jipya kwa ajili yako. Ukiinua mikono yako chini na unafunika macho yako mpaka mikono. Ama katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninamwamini kwa uzima Bwana jioni leo. Ninamwamini uwezo wako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Ninamwamini nguvu yako Bwana sahihi. Asante kwa ajili ya mkutano uliokusanyika. Futa macho yako, usimwangalie jirani yako. Futa macho yako, usimwangalie jirani yako, usimwangalie jirani yako. Futa macho yako, futa macho yako, itakusaidia. Anaposikiliza, sikiliza maneno haya, itakusaidia sana. Maisha yako Bwana Yesu, maisha yako yanamhitaji Bwana Yesu. Peke yako hauwezi kwenye eneo lolote. Bila Yesu hautaweza. Wachawi watayatesa maisha yako. Hakutakuwa salama kwako siku zote. Utalia ni kuomboleza, hautapata msaada wowote. Shuna leo tunakuletea injili ya Yesu Kristo. Amua kumwamini Yesu. Ikimbie dunia itakayoanguka, ikimbie dunia ambayo siku moja itanyanyuka wala haitasaidika. Wale walioko ndani
Yesu kwa maisha yao. Karibu sasa. Naomba ushushe mikono yako. Shusha tu ulionyosha mikono yako. Shusha tu alafu futa macho yako. Nataka kuomba na watu wachache tu wa jasiri ambao watasema mimi leo sitoki kwenye mkutano huu. Nataka Yesu abadilishe maisha yangu. Nimechoka kutembea kwenye dhambi. Nimechoka na kujidanganya mwenyewe kwamba ninamcha Mungu lakini maisha yangu ni ya dhambi. Nimechoka kutembea kwenye hali hii. Nataka Yesu anisaidie. Yesu, asante Bwana. Asante Bwana Yesu. Niombe asante sana utusha Mungu wengine. Nyuma ya watu walionyosha mikono yao. Kati nyuma yao mara moja. Nyosha tu mikono yako. Nyosha tu hapo ulipo mikono wako. Nyosha tu tu. Kuna tusha nyuma atakusogeza hapa. Nyuma tusha nyuma mpani hapa nyosha mikono. Msogeze tu hapa tuende Mungu pamoja naye. Yes, asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Barikiwe mama, barikiwe. Asante kaka, asante kijana. Wakubariki, asante kila tu. Tena na moja tuende Mungu pamoja. Yesu anakupenda. Uko neema ya Mungu kwa ajili yako. Yesu amekuja kwa ajili yako. Ni neema kwa ajili yako. Neema tu kwa ajili yako. Mungu amekuleta kwenye mkutano huu anayo haja na wewe. Na maana umekuja. Njoo usikate tamaa. Njoo unabakia. Njoo tutuone Mungu pamoja. Njoo Yesu anakupenda. Yesu anakupenda mshoto. Njoo Yesu anaweza kwa ajili yako. Ninamwamini Bwana kwa ajili yako. Ninamwamini Yesu kwa ajili yako. Asante Bwana Yesu. Naomba kitu kimoja. Naomba watoto wangu wazuri wakae hapa. Nikiomba watoto wangu wazuri wasimame hapa. Watoto wangu wazuri njoo hapa. Alafu watu wazuri wasogea huko. Watoto wangu wazuri njoo hapa. Njoo hapa watoto wangu wazuri. Alafu watu wazima waleta hapa. Wasogeze hapa watu wazima Yesu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Naomba kitu kuomba damu ya Yesu. Endelea damu ya Yesu nena na matendo vizuri. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Yesu Kristo. Yesu haleluya. Asante Bwana. Asante. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu Kristo. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante kidogo. Asante. Sasa naomba usikilize wale waliokuja hapa mbele kumwamini Bwana Yesu. Baba amekuja kumwamini Bwana Yesu. Asante. Asante sana. Asante. Wapendwa watoto ni wajibu sana kwenye mikutano yetu pia. Unajua nini Mungu anafanya kwa watoto. Kwa hiyo watumishi wa Mungu wengine tutaomba kwa ajili ya watoto hao. Tuwaweke mikononi mwa Mungu. Mungu anayo kazi na watoto wetu pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante. Sasa wewe kuja hapa kumwamini Yesu. Weka mikono yako juu. Nyanyua tu mikono ile kuja kumwamini Yesu. Alafu tunaomba usikilize maneno nitakayokusemesha. Alafu utafuatana na maneno haya. Weka tu mikono yako juu. Alafu naomba usikilize. Sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Naomba unisamehe. Naomba unihurumie. Ninakuja kwako. Jioni ya leo. Nitakase Bwana. Nisafishe Bwana. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Yesu. Nimechoka kutembea kwenye dhambi. Leo hii ninakuja kwako. Ingia Yesu kwenye maisha yangu. Ukatawale maisha yangu. Kuanzia leo ukanilinde na kunitunza. Asante Yesu. Asante Yesu kwa kuniokoa. Kuanzia leo ninakupokea wewe. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu kwa neema yako. Amen. Ukiwa mikono yako hivyo juu, naomba pewe maiki baba yetu tukuimba hapa, halafu awaombee watu hawa. Pewe maiki baba yetu hapa, halafu awaombee watu hawa. Kuja mchaka mkutano sema tunaomba karibu baba. Baba, katika jina la Yesu wa Mungu. Jioni ya leo tuko katika viwanja hivi kulitimiza kusudi lako la kuokoa, kukomboa na kuweka huru na kuponya pia.
kuita kwa ajili ya watu wako hawa ambao wamelisikia neno lako, wamelipokea neno lako, wamelikubali neno lako na wamekukiri kwa vinywa vyao, wameamini kwa mioyo yao kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wao. Umesikia kwa masikio yako maneno kutoka katika vinywa vyao, nawe umesema kwa neno lako atakayekukiri atapata wokovu. Wape wokovu mtimilifu, wape uhuru katika ulimwengu huu, waweke uhuru wa kujua, wa kuishia, wape neema ya kuishi na kutembea nawe, wasikuchoke Bwana, wasitoke kwako, wabaki kwako siku zote zilizobaki za kuishi. Washike kwa mkono wako, na mkono wako mwema usiondoke juu ya maisha yao, usiondoke juu ya nafsi zao. Washike, watie nguvu kwa Roho wako, na waweka mikononi mwako, nikiamini damu yako Yesu Kristo ambayo imewakomboa na kuweka huru itaendelea kuwafunika maisha yao yote. Mikononi mwako na wakabidhi watu hawa katika jina la Yesu, amen. Amen. Makofi mazuri kwa ajili ya kufanya. Msikilize tu mtumishi wa Mungu, geuka hapo ya kufuata mara moja. Wewe ni maneno machache ya kuongea nao. Hebu fuateni mtumishi wa Mungu hapo, fuateni tu namna hiyo, fuateni tu mtumishi wa Mungu hapo. Sogea tu, mfuata nao maneno mazuri ya kuongea na nini hapo kidogo. Sogea tu hapo, fuateni tu hapo anapoelekea. Yesu wa mbinguni atawabariki sana. Sogea tu hapo, fuateni. Sasa kama msikilize mkutano katika jioni leo, naomba tusikilize. Kwa umekuja kwenye mkutano huu, una mateso, unaumwa, kuna mahali unapita pagumu, unahitaji msaada wa Mungu. Naomba tusikilize, ukiamini maneno haya, kuna jambo jipya litatendeka kwenye maisha yako jioni leo. Tumeona watu wakifunguliwa, tumeona watu Mungu akiwaponya magonjwa yao. Na mimi naamini Yesu kwa ajili yako pia. Wewe umekuja jioni leo, unaumwa, unapita kwenye mateso mbalimbali. Njoo hapa tuombe Mungu pamoja. Kimbia hapa, si hapa unapita tu, kwa sababu najua wewe unajua mahali unapita. Wewe ni mgonjwa, una shida yoyote, kuna mahali unapita pagumu, unahitaji neema ya uponyaji. Sogea hapa tuombe Mungu pamoja. Njoo. Wewe unajua mwenyewe, tunaamini Yesu kwa ajili yako. Tunaamini uwezo wa Bwana uko hapa. Tunaamini nguvu ya Bwana iko hapa. Tunaamini nguvu ya Yesu iko hapa. Tunaona watu wengi wakifunguliwa. Tunaamini Yesu kwa ajili yako. Una mateso mbalimbali unapitia. Kuna mahali umekatishwa tamaa kwamba haiwezekani. Ninakutangazia jioni leo, Yesu wetu hajawahi kushindwa. Amejaa uwezo na mamlaka, amejaa nguvu ya kuponya, amejaa nguvu ya kutakasa, amejaa nguvu ya kurejesha uzima wa watu. Na mimi naamini Yesu kwa ajili yako jioni leo. Mungu ataleta uzima kwa ajili yako. Mungu ataleta uponyaji kwa ajili yako. Wewe una imani tu, Yesu yuko hapa. Anaweza kukuponya, anaweza kuleta uzima, anaweza kukurudishia afya yako ambayo shetani ameiba, ameharibu afya yako. Kuna uzima mpya Yesu anafanya kwa ajili yako. Kama umekuja hapa kwa imani hiyo, naomba watumishi wa Mungu sasa tufunguke watu hawa, watumishi wa Mungu, tufunguke watu hawa, tuombe kwa ajili yao. Weka mkono wako juu namna hii, na mkono wako juu, umekuja mbele, unahitaji Bwana ili Bwana afanye jambo kwa ajili yako. Sasa Mungu usikilize tu, inawezekana Mungu akafanya jambo jipya kwa ajili yako jioni leo. Ninaamini uwezo wa Bwana uko hapa. Kuna nguvu ya ajabu sana itapita kwako. Kuna uwezo wa Bwana utapita kwako, na Mungu atakufungua shida na mateso unayopitia. Ninaamini Yesu jioni leo. Ukiwa unainua mikono yako namna hiyo, sema nami maneno haya, sema Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Sema tena Bwana Yesu. Ninakuja kwako. Nimechoka na mateso haya. Nimechoka Bwana. Nimechoka Bwana na magonjwa haya. Nimekuja kwako. Naomba uniponye. Naomba uniponye. Naomba uniponye. Yesu. Yesu. Njoo kwangu. Utawale maisha yangu. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Kuanzia sasa. Ninakataa. Ninakataa. Mateso haya. Mateso haya. Kwa jina la Yesu.
kwa sababu ya ndoa, migogoro, magomvi, tabu na shida kwenye familia. Wanainua tu mikono yako juu, inua mikono yako juu. Wewe taratibu, iko nguvu inapita kuwaponya, iko nguvu inapita kwa ganga. Mama, inua tu mikono yako, mwambie Bwana niguse, mwambie tu Bwana niguse, mwambie yuko mahali hapa, yuko mahali hapa, yuko mahali hapa. Inua mikono yako, unajisikia kuendelea kuomba, tuna banda letu la maombi kule nyuma, na banda letu la maombi kule nyuma. Sogea tu kwenye banda letu kule nyuma la maombi kule, unakwenda tu taratibu kwenye banda. Kuna kitu ambacho Bwana atakwenda kwenye maisha yako. Haleluya! Nilitangaza tangazo kwamba watumishi wa Mungu tuonane kwa dakika chache. Sasa watumishi wa Mungu tuonane kwa dakika chache, na jina la Bwana litabarikiwa. Wakati huo huo, kabla ya kuwaruhusu praise kwa maana ya kusifu, nimkaribishe Mama Samson Siza. Tafadhali njoo utufungie
ili turuhusu waendelee kusifu. Lakini wale ambao wanajisikia kwamba tuna banda letu la mambo kule nyuma, unaenda tu taratibu kule nyuma, kuna kitu Mungu atakutenda juu ya maisha yako. Karibu mama. Mungu Baba wa mbinguni, tuna kila sababu ya kukushukuru kwa kuwa ni mwema kwetu kaipapo leo. Asante kwa matendo makubwa ambayo umeyatenda katika siku ya leo, katika mkutano wa leo. Umeponya watu wako na wengine umewaokoa katika ila za ibilisi, wameweza kukuletea mbele za uso wako tena. Ninaomba na kukusihi ukawasimamishe imara, waweze kusimama na kuifanya kazi yako, wakikusubiri wewe hadi utakaporudi. Asante kwa ajili ya wote wanaorudi nyumbani. Ninaomba amani yako itawale katika safari yao, sifa na heshima na kurudishia wewe. Nikijua wewe ni Mungu unayesikia na unatenda mambo makubwa na maajabu katika maisha yetu. Ninaomba machache lakini mengi najua utafanya, maana yako kama tunayahitaji kupitia jina la mwana wako mpendwa Yesu Kristo. Ninaomba na kushukuru. Amen.